Ni kwa mara ya kwanza ndani ya jeshi la polisi hapa nchini unaundwa umoja wa polisi wanaume katika jeshi hili. Hii ni baada ya uwepo wa mtandao wa wanawake ndani ya jeshi la polisi ambao umeundwa kwa muda mrefu. Huu ni umoja wa polisi wanaume mkoa wa Simiyu. Kihistoria, mimi kwa miaka yangu nilikuwa jeshini, sijawahi kushuhudia umoja wa polisi wanaume. Kwa hiyo sisi tukasema basi sisi tuwe wa kwanza, kwa nini tusifanye hivyo? Tukaona basi ni vema sisi kama polisi wanaume mkoa wa Simiyu tuanzishe umoja wetu na sisi tuweze kufanya jambo ambalo ni tofauti. Tumezoea tukiona kwamba kina mama wamekuwa wakiunganika wakienda kufanya matendo ya huruma, lakini kujitoa kwa shughuli mbalimbali za kijamii, lakini sisi tukasema hapana. Tukajikusanya tukafanya kikao pamoja na askari wetu, kwa maana ya maafisa wakaguzi na askari wa jeshi la polisi ambao ni wanaume, tukakubaliana kwamba na sisi tunaweza kufanya jambo hili. Umoja huu kwa mara ya kwanza unaanzishwa ndani ya jeshi la polisi mkoa wa Simiyu, ambapo katika kuzinduliwa kwake umetoa mahitaji maalum kwa wanafunzi katika shule ya msingi Simahei na Simabi ndani ya halmashauri ya mji wa Bariadi mkoa wa Simiyu. Tumekuja hapa kuwaletea watoto hao, kurudisha furaha kwao, kwa sababu kuna vitu walikuwa na vihitaji lakini walikuwa na vikosa. Kwa hiyo tulifanya study ya muda mrefu kuangalia vitu gani watoto hao wanavikosa. Kwa hiyo tukagundua kuna watoto wanakuja kusoma lakini hawana viatu. Kuna watoto wanakuja kusoma lakini kaptura zao za shule zimechanika, hazifai kabisa. Lakini kuna watoto wanakuja kusoma mashati yao yamechanika, lakini wengine hawana soksi. Kwa hiyo tukajipanga sisi tukapata vifaa vya kutosha ambao tumekuja navyo siku ya leo, na kama mnavyoona zoezi hili ndio linaendelea mahali hapa. Kwa hiyo watoto ni wengi sana eneo hili, lakini kwa sababu tumejipanga vizuri tumeweza kugusa idadi ya watoto wengi zaidi ya 600 kwa kuwapa vifaa mbalimbali ikiwemo kaptula za shule, mashati ya shule, viatu, soksi pamoja na sketi. Yaani zamani kwa pogwa na nguo chafu, nikiingia na viatu vikubwa ananicheka mimi kubwa jinga. Ila kwa kweli jeshi la polisi mshukuriwe sana na Mungu awabariki. Na hii nguo hii nilikuwepo na shati hili hapa. Shati hili hapa la nyumbani. Viatu, kuna mdada fulani anaitwa Neema alinipatia viatu vikubwa sana. Nilikuwa naendea shule, watu wananicheka darasani kubwa jinga. Nachekwa tu, navulishwa ushungi, napigwa kwenzi na kanyagwa. Nawashukuru sana jeshi la polisi. Tunaelewa mwanafunzi anapokuwa hana mahitaji ambayo yanafanana na wenzake, anajisikia vibaya, anajisikia unyonge. Lakini kama jinsi ambavyo tunawaona sasa wamevalishwa, wamependeza, atajisikia naye ni miongoni mwa wanafunzi ambao wanasoma katika darasa lao. Kwa maana ya kwamba hata anapokuwa darasani atakuwa na utulivu wa kutosha, kwa sababu hatajisikia vibaya kwamba ana mapungufu fulani. Kwa hiyo tunalishukuru sana jeshi la polisi kupitia kwa umoja wao wa polisi wanaume kwa namna ambavyo wamefanya tendo hili. Tunashukuru kwa umoja wao, wameweza kutafsiri na kutafakari msaada gani kwa watoto hawa waweze kuwapatia. Kabla ya hapa watoto hawa wengi wenye mazingira haya magumu ambapo hawezi kupata mahitaji ya shule wamekuwa watoro, na wengine wanaokuja darasani hawafanyi kazi za darasani kwa sababu anajihofia namna alivyo, na pengine amekaa na wenzake ambao wana muonekano mzuri, yeye anakuwa anawaza hali yake ya nyumbani na hali ya muonekano wake. Tunashukuru sana kutokana na msaada, tuna imani kwamba hawa watoto wataweza kuhudhuria shule na watafanya kazi darasani na watacheza na wenzao, maana wamekuwa wakijinyanyapaa kwa hali zao. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.